Lakini kingine kwenye top stories leo ambacho kinatakiwa kueleweka kwa Tanzania ni kwamba producer Nariel amesema isieleweke kwamba ni beef. Yeye tu hakupendezwa na kibwagizo chake cha kumtambulisha kwamba yeye ndo ametengeneza beat kwenye wimbo wa Nana wa Diamond Platnumz hakikuwekwa, yani kilitolewa baada ya yeye kukiweka. Kwa hiyo sio beef, ni kwa sababu tu hakupenda ilivyotokea na ilibidi ahoji. Kwa kweli mimi sina tatizo na Diamond, lakini kitendo cha ile slogan yangu kutoka kwenye nyimbo yake kilinishangaza sana. Niliuliza wakati ile video wanaipremia, nilicheki wakati wanaipremia, kwa hiyo nikauliza nikasema kwa nini slogan yangu imeondolewa. Wakawa na sababu zao, wakasema kwamba kuna story imeanza pale mwanzo, kwa hiyo ile slogan ingeharibu ile. Ndio mimi nilipoambiwa na manager wake Diamond Salam. Kwa hiyo mimi nikaheshimu kusema sawa, labda pengine ni sawa, lakini kwa upande wangu mimi sikuona kwamba ingeleta tatizo yoyote kama slogan yangu ingekuwa hata kama story inaendelea. Ni muhimu sana kama producer apewe credit yake, kwa sababu ndo maisha yetu sisi. Maisha yangu mimi ni muziki. Kwa hiyo ninapofanya kitu kizuri, ile credit pia inabidi irudi. Kwa kweli mara kwanza mimi nilichukulia tu labda walikuwa na sababu zao. Kwa hiyo mimi nikawa najitahidi kuipromote ile nyimbo kwa kusema kwamba bwana hii nimeitengeneza mimi. Kusema kweli sehemu nyingi nilikuwa nimetembea watu wakupata wajui. Mpaka wanatoa information kutoka kwangu mpaka mimi niseme kwamba mimi ndo nimeproduce ile nyimbo. Kwa hiyo ndo baadaye mimi nikagundua nikasema kwa nini mimi ninaanza kuipromote nyimbo ambayo mimi nilitengeneza na watu walibidi wajue mimi nimeitengeneza. Kwa hiyo kidogo nikawa concern, lakini sikuchukia kama ile personal, kwa sababu huenda walikuwa na sababu zao.